Jina langu ni Nyakaho Mturi Mahemba, afisa mtendaji mkuu wa Mfuko wa Utamaduni na Sanaa Tanzania. Taasisi hii ni ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Kwa hiyo lengo la mfuko wetu huu ni kuinua ubora wa kazi za sanaa, ubora wa kazi za habari na ubora wa maudhui ili yaweze kujiendesha kibiashara, kuzalisha ajira kwa wingi pamoja na kuchangia pato la nchi yetu. Kwa hiyo mfuko huu unahudumia content creators, unahudumia wasanii mbalimbali katika maeneo ya sanaa za ufundi, sanaa za maonesho, muziki na maeneo mbalimbali. Kwa unahudumia watu hao au makundi hayo kama akiwa ni mmoja mmoja au ni vikundi vya sanaa au content creators pamoja na makampuni ya kazi hizo. Kwa hiyo taasisi yetu hii inatoa huduma kuu tatu. Huduma ya kwanza ni huduma ya mikopo ya masharti nafuu sana. Huduma ya pili ni huduma ya mafunzo na huduma ya tatu ni huduma ya ruzuku. Lakini kwa sasa tuna huduma kuu mbili ambazo ni huduma za mikopo pamoja na huduma za mafunzo. Kwa mikopo yetu hii inaanzia shilingi 200,000. Inaanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 200. Na hii ni kwa mtu mmoja mmoja, kikundi ama makampuni. Na riba ya mikopo yetu ni 9% kwa mwaka mmoja. Na njia yake tunaita ni reducing balance method. Kwa hiyo unavyozidi kulipa mkopo ndipo ambapo kile kiwango cha riba kinazidi kupungua. Kwa hiyo riba hii haipatikaniki kokote zaidi ya taasisi yetu ya Mfuko wa Utamaduni na Sanaa Tanzania. Na vile pia muda wa marejesho ni mpaka miaka 3, yani miezi 36. Na tuna muda wa rehema ambao ni miezi 3. Kwa hiyo fursa hii ni fursa adhimu ambayo serikali yetu imetoa kwa ajili ya kuwasaidia wadau wetu, lakini wale ambao hawana sifa za kukopesheka katika utaratibu wa kawaida wa taasisi mbalimbali za kibiashara. Na huduma ya pili ni huduma ya mafunzo. Kwa tunatoa mafunzo katika mikoa mbalimbali na katika mada mbalimbali na kwa watu mbalimbali. Kwa hiyo lengo la mafunzo ni kuwaweka wadau wetu waweze kupata elimu ya fedha. Kwa kuwa hauwezi ukampa mtu mkopo kabla haujampa elimu ya fedha. Kwa hiyo tuko hapa katika ukumbi wa CRDB Bank makao makuu leo tarehe 25 kwa ajili ya kuwajengea wadau wetu content creators mafunzo. Kwa na mafunzo haya yamejilenga katika maeneo mbalimbali. Miongoni mwa maeneo hayo ni elimu ya fedha. Kwa maana kwamba content creators wetu aweze kuwa na uwezo wa kuweka akiba, aweze kuwa na elimu ya uwekezaji wa mapato yake kutokana na kazi zake za kila siku. Vile vile pia content creators wetu haweze kusimamia miradi yake ya kibiashara. Kwa hiyo tuko hapa pia kwa ajili ya kuwasaidia wadau wetu waweze kuzingatia maadili katika uzalishaji wa kazi zao, lakini vile vile pia wazingatie taarifa binafsi. Imeonekana kwamba kuna baadhi ya content creators au baadhi ya wadau mbalimbali hawazingatii ulinzi wa taarifa binafsi wakati wanaandaa maudhui yao. Vile vile pia tuko hapa kwa ajili ya kuwawezesha, kwa ajili ya kuelimisha namna ya kufikia masoko ya kimataifa waweze kukompiti na waandaaji wengine katika maeneo mbalimbali ya kimataifa. Kwa hiyo mafunzo haya tumeyafanya leo tarehe 25 mwezi huu wa 3 katika ukumbi wa CRDB. Kwa hiyo mafunzo haya mwisho wake katika siku ya leo pia ni mwanzo wa mafunzo katika mikoa mingine. Kwa naomba niwakumbushe kwamba Mheshimiwa Rais wetu mpendwa ametoa shilingi bilioni 2 kwa ajili ya kuwasaidia content creators. Kwa ninaomba nitoe rai, naomba nitoe wito kwa wadau hawa kuchangamkia fursa hii adhimu. Kwa maana hiyo waweze kujaza fomu, warudishe fomu kwa wakati, tuweze kuwachakata na waweze kuingiza hela katika miradi yao, warudishe kwa wakati. Kwa hiyo baada ya kupewa mikopo wazingatie marejesho.
warudishe mikopo kwa wakati, ili kusudi basi wadau wengine katika maeneo mengine waweze kunufaika. Taasisi yetu yale ya serikali, lakini tuambie elimu ya leo kama content creator, mtengeneza maudhui, unaona inaenda kukusaidia kiasi gani? Kwa majina naitwa Sofia Rajabu na jina la usanii Madam Pinky. Mafunzo ya leo yamenifunza vitu vingi sana. Kwanza, kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa sivijui kwenye kutengeneza maudhui. Ukiwemo kuna point aliongea ambayo ni kipande cha discipline, heshima. Yes. Kwa hiyo nitahakikisha natengeneza maudhui ambayo yanakuwa yana maadili yana maadili mazuri. Kwa upande wa elimu ya fedha, kuzungumza mambo mengi kuhusiana na mikopo hapo, nadhani inaenda kuwasaidia kiasi kwa sababu kwa kiasi kubwa wasanii wengi wanaonekana elimu ya fedha na gani pesa hizo zinatumika kwa changamoto. Kwangu mimi imenisaidia sana. Tena ukiachana hata nje ya sanaa, yani imenisaidia pia kwenye mimi kuweka malengo yangu. Kwa hiyo naamini tutakwenda kufanya vizuri sana kupitia elimu hii. Mafunzo haya yamefanyika leo. Mara nyingi nyinyi mmekuwa mkijikita kwenye ile maudhui ya kimichezo. Yes. Elimu hii inaenda kuwasaidia vipi? Tukianza elimu ya kifedha na hata aina ya maudhui. Kwanza mimi nafanya maudhui ya kimichezo pamoja na maudhui ya elimu, na leo semina hii kubwa ambayo imeandaliwa na Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo imekuja kuikomboa sekta ya watengeneza maudhui mitandaoni na kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na walau kuongeza ajira kwa Watanzania kupitia platform hii ya watengeneza maudhui mitandaoni. Ni semina ambayo imekuja kuikomboa jamii. Tuwashukuru serikali kupitia idara kupitia Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, lakini tuwashukuru pia wale invitees, maana yake wale paneli wote ambao walikuja hapa kwa ajili ya kutufundisha kiuchumi, lakini maadili. Tulikuwa na TCRA walikuwepo hapa, na magana ambavyo unaweza ukatengeneza content kabla ya kuiposti, unatakiwa ufanyie research, na magana ambavyo unaweza ukawa ni mtengenezaji wa maudhui bora ambayo yatakuongezea kipato na uweze kusaidia familia yako. Kwa kimsingi ni semina bora ambayo wasanii, waigizaji, content creators manake wana maudhui tumenufaika kwa kiwango kikubwa, na tuseme tu imetusaidia na tutakwenda kubadilisha familia zetu, lakini pia vipato vyetu kutokana na semina ambayo tumeipata leo hii. Asante sana. Kila la heri. Pili, Gladness, leo tumeona hapa elimu imetolewa, hii imeandaliwa na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kupitia mfuko wa Sanaa na Utamaduni. Imetoa elimu kwa watengeneza maudhui. Kwako unadhani elimu hii ya leo inaenda kusaidia kiasi gani watengeneza maudhui wengi wa Kitanzania? Mimi nimefurahi, na pia nahisi ambaye atakuwa anasikia asikie. Kwa sababu mwisho wa siku tufike sehemu wasanii tuache kulalamika au tunakufana njaa, tunakufana nini, na wakati kuna vitu tunaandaliwa kama hivi. Mimi sio mara yangu ya kwanza, kwa sababu mimi ni mnufaika wa mkopo wa mama. Yaani hapa nilipo niko kwenye rejesho la mama. Hapa nilipo hela ninayo. Kwa hiyo mwanzo tulikuwa tuna vikao kama hivi. Maneno yakawa mengi, wakawa naongea mengi, wakaja kwenye mafunzo kama haya, lakini uwakilishaji haukuwa mzuri kusema kwenye kuja sasa kwenye swala lenyewe kina chenyewe. Lakini leo nimeona wamekuja wengi tofauti na mwanzo. Tukimaanisha kwamba kikao cha kwanza wakati tulikuwa tunatoa elimu walielemika, au wengine wameona wamekuwa inspired, wamekuwa wengi. Kwa hiyo kwa sisi watu wa kwanza tumefurahi, wamekuja watu wengi. Lakini swala sio kuja na swala sio kupewa elimu. Swala ambacho tunatakiwa tufanye sisi wasanii ni elimu, kuipeleka kwenye vitendo ili tufaidike, kwa sababu pesa zipo. Tutabaki tukinyoshiana vidole, yule anasaidia yule, yule anasaidia yule, yule anasaidia yule, lakini what